Katika mwendelezo wa operation dhidi ya uhalifu, jeshi la polisi mkoani Morogoro limewakamata watuhumiwa wawili kwa matumizi mabaya ya silaha za moto aina ya pisto wanazomiliki kisheria lakini wanazitumia vibaya. Waliokamatwa ni Kishiwa Stanislaus Zumbi, huyu ana umri wa miaka 51, ni mkulima na mkazi wa Kihonda. Mtuhumiwa akiwa na silaha moja aina ya pisto aina ya Markov yenye namba AK0077 alifyatua risasi 4 akiwa katika umati mkubwa kwenye starehe, kitu ambacho sio halali na sio maelekezo, na hivyo akawa amezua taharuki pale. Tukio hilo limetokea Machi 2 mwaka huu usiku kwenye kilabu cha pombe eneo la Kihonda, manispaa ya Morogoro. Vile vile amekamatwa Ibrahim Ideva Yusufu, huyu ana umri wa miaka 45, ni mfanyabiashara na mkazi wa Tumbaku, kwa tuhuma za kutishia kuua kwa silaha, tukio ambalo limetokea Machi 13, 2026 huko katika klabu cha pombe eneo la 88 manispaa ya Morogoro. Mtumiwa alitumia silaha hiyo kumtishia mhudumu kwenye paji la uso ili kuendelea kupewa huduma bila malipo. Mtumiwa alidhibitiwa na kunyang'anywa silaha hiyo aina ya pisto aina ya Browning yenye namba B395661 ikiwa na risasi 5 kabla haijasababisha madhara. Kwa hiyo hatua za kisheria zinaendelea kwa hatua zaidi dhidi ya hawa watuhumiwa, lakini kwa awali silaha zao zile zimechukuliwa na ziko chini ya upelelezi, kwa maana chini ya jeshi la polisi. Kwa upande mwingine, jeshi la polisi mkoani Morogoro linaendelea kuwasisitiza watu kuendelea kuzingatia maelekezo ya wataalamu mbalimbali wakiwemo wale wa hali ya hewa, jeshi la zimamoto na uokoaji na jeshi la polisi upande wa polisi kata, ili kujiepusha na athari zinazotokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Katika tukio la hivi karibuni, jumla ya watu 2 walikufa maji na wengine 4 wa familia moja kujeruhiwa kwa kupigwa na radi. Tukio hilo limetokea Machi 13, 2026 usiku huko kijiji cha Kilosampepo, wilaya ya Malinyi, ambapo Nindi Masere miaka 15 na Marwa Mwanzirwa miaka 2, wote wakazi wa Kilosampepo walikufa kwa kupigwa na radi wakati mvua ikiendelea kunyesha. Lakini waliojeruhiwa ni Mirembe Dase ana umri miaka 25, Kurwa Malembe miaka 38, Mirembe Samuel miaka 39 na Ngoro Nchimwe mwaka 1, wote wakazi wa Kilosampepo ambao wanaendelea na matibabu. Aidha, watu wengine 2 ambao ni Hamisi Yahaya Waziri mwenye miaka 45, huyu ni mkulima na mkazi wa Kisae Morogoro, na Nyerere Katebeka Kidagati ana umri wa miaka 50, huyu ni mfugaji mkazi wa Mkono wa Mara wilaya ya Morogoro, walikufa maji wakati wakijaribu kukatiza sehemu zenye maji ambayo yaliwazidi nguvu na kuwasomba hadi kusababisha vifo vyao. Matukio hayo yametokea Machi 14 mwaka huu 2026 katika kata ya Tegetero na Mkambarani zilizopo wilaya ya Morogoro. Lakini vile vile polisi inachunguza tukio la kifo cha Agatha Daniel Sanga, huyu ana umri wa miaka 14, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 ambaye alikufa kwa kujinyonga. Tukio limetokea Machi 15 tarehe 26 eneo la Lukobe, manispaa ya Morogoro, ambapo marehemu alikutwa akiwa amekufa ndani ya chumba chake cha kulala. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu alijiua kwa kutumia mtandio wa nguo baada ya kugombezwa katika hali ya malezi ya wazazi wake. Kwa hiyo jeshi la polisi linatoa wito kwa watu wote kuzingatia maelekezo yote ya kiusalama yanayotolewa na viongozi mbalimbali, hasa wakati huu wa mvua tunapokaribia kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Watoto na wazee wasiachwe bila tahadhari kuvuka au kuchezea maji kwenye madimbwi au mito ili kuepusha vifo. Aidha, uwindaji haramu ni kosa la jinai ambalo linahujumu rasilimali za taifa, hivyo tuungane pamoja kuwapiga vita wahalifu wa aina hizo za